Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Mahasin TV, karibu katika kampu la habari. Leo kutoka nami Abdurrahim Salum Japani kuletea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa nitakujuza hapo baadaye. Lakini mtazamaji, hivi sasa tuweze kupata mukhtasari wa yale nitaka kuwasilishia siku hii ya leo. Waziri Mkuu ausisitiza uongozi TET kuongeza wigo kuimarisha upatikanaji wa vitabu. TIPSO ya waandaa walimu kuelekea mashindano ya kuhifadhi Qur'ani kwa wanafunzi wa shule za msingi Machi 23 mwaka huu. Na katika habari za kimataifa, WHO ya ripoti ya ongezeko la maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini Uganda. Na mtazamaji, hivi sasa moja kwa moja tulianze kapu la habari kitaifa, na tunaanzia huko jijini Dar es Salaam. Lakini mtazamaji, nikukumbushe pia tunapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube Mahasin TV official channel, ambapo unaweza kulipata kapu letu la habari kwa undani zaidi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali imejipanga kuhakikisha vifaa vya kujifunzia vinapatikana kwa wanafunzi wote nchini ili kuboresha na kuimarisha mazingira ya kujifunza na kufundishia. Rajab Shaban Matuga anakuja na undani wa taarifa hii. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa kauli hiyo mkoani Dar es Salaam wakati akizindua sherehe za maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanzisha kwa taasisi ya elimu Tanzania TET, uzinduzi uliotanguliwa na matembezi ya hisani ya kilomita 5. Amesema lengo la serikali ni kuhakikisha kila mwanafunzi anapata fursa ya kusoma vitabu vya masomo yake kwa njia ya kidigitali hata bila mwalimu, ili kuimarisha upatikanaji wa elimu bora kwa wote. Leo tuna kauli mbiu ya kitabu kimoja mwanafunzi mmoja, lakini kimsingi ni kila somo, kila mwanafunzi kitabu chake kimoja. Haya ndio malengo ambayo sisi tunataka tuyafikie. Nataka nitoe wito kwa taasisi ya elimu, shirikisheni makampuni ya uchapishaji na wadau wote kutoka sekta binafsi ili tupunguze gharama za uchapishaji. Haya ni maeneo ambayo tunaweza tukaweza kupunguza, alafu kwa uwezo wa fedha tulionao tukamudu kuweza kuchapisha vitabu vingi. Lakini la pili, tafuta mikopo nafuu kwa shule na vyuo ili kuwawezesha kununua vitabu na vifaa vya kujifunzia. Tunataka kila shule ipate vitabu kutoka hapa. Tuna benki ya kutosha ya vitabu ambavyo tumeanzisha hapa. Lakini tuanzishe na kuhamasisha matumizi ya vitabu kidigitali. Tunao mpango ndani ya TAMISEMI wa kila sekondari na msingi kuanzisha maabara ya kompyuta ili tuweze kujaza vitabu. Mpango huu sasa uwe ni maelekezo maalum kutoka wizara, lakini TET isimamie. Waziri Mkuu Majaliwa amesema mbali na TET kutumia matembezi ya hisani kuchangisha fedha za kuchapisha vitabu, ni vema kwa uongozi wa taasisi hiyo ukaongeza wigo wa kuimarisha upatikanaji wa vitabu kwa kushirikiana na kampuni za uchapishaji na wadau wa sekta binafsi ili kupunguza gharama za uchapishaji. Tukio hili linafanya kazi nyingine kubwa sana ya kuhamasisha umma na wadau mbalimbali kuchangia sekta ya elimu, hususani katika kuhakikisha kwamba vifaa vya kujifunzia na kufundishia vinapatikana kote, na ambavyo pia ameeleza mkurugenzi mkuu pamoja na wasemaji wengine kwamba leo ni siku muhimu kwetu. Leo tuna matembezi haya ambayo yanachangisha fedha kwa ajili ya kupata fedha za kuchapa na kusambaza vitabu vya kiada kufikia uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja. Lakini pia fedha hizi zitakapopatikana zitakwenda kutumika kununua kompyuta maalum ambazo zitapatikana, zitakuwa zinaingizwa vitabu vilivyo katika nakala laini
pamoja na maudhui mbalimbali ya kidigitali ikiwemo video za masomo kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi wetu wa sekondari kidato cha 5 na cha 6 katika mikoa 10 ya Tanzania bara na Zanzibar kwa pamoja. Awali mkurugenzi wa TET Dr. Anet Komba amesema maadhimisho ya miaka 50 ya TET pamoja na kampeni ya kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja yanatarajiwa kuhitimishwa mwezi wa 6 mwaka huu, yakilenga kukusanya shilingi bilioni 297 kwa ajili ya kufikia azma ya kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja na ununuzi wa kompyuta za kuhifadhia vitabu. Shukrani sana Rajab Shaaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko jijini Dar es Salaam. Mtazamaji, tunaendelea kusalia huko jijini Dar es Salaam ambako taasisi ya Umoja wa Shule za Msingi za Kiislamu TIPSO imefanya semina maalum kuelekea mashindano ya 19 ya kuhifadhi Qur'ani kwa wanafunzi wanaosoma shule wanachama wa umoja huo, iliyolenga kuwajengea uwezo walimu wa masomo ya Qur'ani, somo la elimu ya dini ya Kiislamu na lugha ya Kiarabu. Taarifa yake Bi Aisha Mpatila inasimuliwa hapa studio naye Hilal Saifuriami. Akizungumzia mada zilizowasilishwa kwa walimu wa shule zilizohudhuria, mwenyekiti wa TIPSO Faridi Muhammad amesema moja ya lengo ni kutatua changamoto zinazowakabili walimu katika kuhifadhisha Qur'ani. Ni utatuzi wa changamoto za uhifadhishaji na ufundishaji wa Qur'ani, eneo ambalo ni muhimu sana, lakini pia sheria za usomaji, lakini pia tumegusa sheria kanuni zinazotawala mashindano ya Qur'ani, ili walimu wetu waliohudhuria hapa wapate kuona ni jinsi gani watakwenda kuandaa vijana wao katika hatua za mwisho, waweze kufanya vizuri katika mashindano yetu haya muhimu sana yanayohusisha shule zote za msingi za Kiislamu Tanzania. Nitoe wito kuwahusia walimu wafanye juhudi kubwa kwenye yale waliojifunza, lakini vile vile wahamasishe wazazi, wanafunzi waweze kuhudhuria kwa wingi, waweze kuona nini kinafanyika, na inshallah tuweze kuambukiza na kizazi kingine. Baadhi ya walimu wa masomo ya dini na Qur'ani kutoka shule mbalimbali za msingi za Kiislamu walioshiriki semina hiyo wameeleza kunufaika pakubwa na elimu iliyotolewa na wakufunzi wabobezi katika masuala hayo. Nimejifunza mengi na nimepata faida nyingi, hususan za jinsi ya kuwafundisha watoto Qur'ani na kuwakabili changamoto zao. Vile vile na washajiisha walimu wenzangu, ustadhati na walimu wa kiume washiriki katika semina kama hizi. Sisi walimu wa Qur'ani kwanza wenyewe tujitambue. Tukishajitambua itakuwa ni vyepesi kuwafanya watoto tunawafundisha pia waweze kujitambua. Lakini pia sio kujitambua tu, bali ukithamini kile unachokifanya. Ukithamini kile unachokifanya utakipa kipaumbele na utakipenda, na ukishakipenda basi utawafanya na wale wanaowafundisha waweze kujitambua wanafanya nini na kuambia thamani ya kile wanachokifanya. Yaani lazima ujue kwa jinsi gani kuweza kumfanya kwa sasa huyu apende. Kuna watoto wengine wanachukia kusoma, lazima utengeneze urafiki naye ili huyu mtoto aweze kupata elimu, japo hata kukumpa zawadi. Wakizungumzia mashindano hayo ya 19 kuhifadhisha Qur'ani chini ya TIPSO yanayotaraji kufanyika tarehe 22 na fainali tarehe 23 ya mwezi wa 3 2025 katika ukumbi wa DYCC Yemen Chang'ombe jijini Dar es Salaam, wamewahimiza wadau hasa wazazi na walezi kuhudhuria ili kuongeza motisha kwa wanafunzi. Wazazi wao ni wadau wakuu, na pili kwamba wazazi wenyewe ni sehemu mojawapo ya kuweza kuwahamasisha watoto wao kuweza kuhifadhi Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, na ndani ya mwezi huu ndio Qur'ani yenyewe imeshuka. Kwa kuiadhimisha na kuipromoti iwe nafasi kubwa zaidi, ni wao kuhudhuria. Na washajisha na kuwaita ama kualika kina mama na wazazi na maustadhati na maustadhi wahudhurie katika mashindano ya TIPSO ambayo yatafanyika tarehe 22 mwezi huu wa Ramadhani. Inshallah wasiache kuhudhuria. Naam, ni taarifa yake hiyo Bi Aisha Mpatila iliyosimuliwa hapa studio naye Hilal Saifuriami. Inatuondoa jijini Dar es Salaam moja kwa moja inatupeleka huko mkoani Manyara, ambako wenyeviti watatu wa kijiji na vitongoji katika halmashauri ya wilaya ya Kiteto mkoani Manyara wamefikishwa katika mahakama ya wilaya hiyo mjini Kibaya wakituhumiwa kwa makosa 8 ikiwemo hujumu uchumi na matumizi mabaya ya madaraka. Taarifa zaidi naye Mohamed Hamad.
Waliofikishwa mahakama ya wilaya Kiteto ni Robert Mtiambui, mwenyekiti wa kijiji cha Engusero wilayani Kiteto, Mochiwa Mgome, huyu ni mwenyekiti wa kitongoji cha Engusero, na Jerome Michael, mwenyekiti wa kitongoji cha Mabululo. Kwa mujibu wa mwendesha mashtaka ya Haya Masakilija katika mahakama ya wilaya Kiteto, hapa anasema washtakiwa hao ni watumishi wa serikali ambao wanashtakiwa kwa makosa 8. Shtaka la kwanza hadi shtaka la 7 ni matumizi mabaya ya madaraka na shtaka moja ni la uhujumu uchumi. Amesema watuhumiwa wametenda kosa kinyume na kifungu cha 31 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa kama ilivyofanyiwa mapitio mwaka 2022. Maelezo ya kosa ni kwamba watuhumiwa hao waliuza ardhi ya kijiji ekari 10.5 kwa kukiuka kifungu cha sheria namba 8 kifungu kidogo cha 5 cha sheria ya ardhi ya kijiji sura ya 114 kama ilivyofanyiwa marejeo mwaka 2019. Mwendesha mashtaka Masakilija mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Kiteto Boniface Liamwike amesema watuhumiwa hao kwa nyakati tofauti walitenda makosa 8 kwa maksudi wakiwa katika maeneo yao ya kijiji cha Engusero. Akisoma kosa la 8 ambalo ni ubadhirifu wa fedha kiasi cha shilingi milioni 2.6 ambazo zilipatikana kwa kuuzwa ardhi hiyo ya kijiji kinyume cha sheria. Amesema kosa la 8 ni ubadhirifu wa fedha kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 2.6 ambazo zilipatikana kwa kuuzwa ardhi ya kijiji kinyume cha sheria. Hata hivyo, dhamana ya watuhumiwa hao iko wazi, lakini washtakiwa walishindwa na masharti ambayo yalihitaji kila mtuhumiwa adhaminiwa na watu wawili ambao ni watumishi wa serikali na wawe na fungu shilingi milioni 5. Hivyo nje ya mahakama tumezungumza na mmoja wa wananchi hawa na haya ni maoni yake. Ni kweli kwamba viongozi wamekamatwa kwa makosa mbalimbali na wamefikishwa mahakamani. Ninaona kwamba wanapofikishwa mahakamani sheria ifuate mkondo wake. Nachokumbuka kwenye uchaguzi uliofanyika tarehe 27 Novemba mwaka jana, mara tu baada ya uchaguzi na viongozi waliopatikana waliitwa na kupewa semina elekezi. Kwa hiyo walipewa namna ya kuyafahamu majukumu yao, lakini pia kwenda kuyatekeleza kwa vyema. Kutoka hapa wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Mohamed Hamadi. Shukran sana Mohamed Hamadi kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Manyara. Mtazamaji, hivi sasa mimi na wewe kwa pamoja tupande jahazi kwa pamoja tukielekea huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu, na tukianzia huko kisiwani Unguja ambako watendaji kutoka ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ wamejengewa uwezo kuhusu sheria na kanuni za utumishi wa umma, wakitakiwa kutumia elimu walioipata kwa manufaa ya ofisi zao. Tupate taarifa kamili. Akizungumza na watendaji hao huko Vuga, katibu mkuu ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa na idara maalum za SMZ Isa Mahfudh Haji amewataka watendaji hao kutenga muda wa kuwapatia taaluma hiyo watendaji wenzao, hasa matumizi ya mifumo na masuala ya kisheria. Tunawapeleka kwenye mafunzo tofauti. Lengo la kuwapeleka kwenye mafunzo, mkija sasa na sisi mtufanyie ndio training kama hizi. Kwa hiyo nafikiri tukipata jambo dakika 5 kukumbushana ni jambo jema sana. Bahati nzuri wengi wetu tunapata nafasi za kwenda kuhudhuria mafunzo yana tofauti. Sisi tangu kufika tunatoa nafasi. Yale uliyopata ndio nataka sisi hapa utupatie. Vile vile kuna mambo ambayo kuna watu hawafahamu ya mfumo, ni vyema ukafahamisha. Kuna watu wengine mpaka leo tunaambia hata mfumo kutumia naogopa. Sasa mfumo unaogopa kutumia. Na dunia ndio inaelekea huko sasa. Kwa hiyo lazima tutumie. Mkuu wa divisheni ya malalamiko ya watumishi wa umma kutoka ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Omar Mwenyikondo amesema uwepo wa sheria ya utumishi wa umma ni kutoa mwongozo wa kiutendaji unaozingatia maadili kwa mtumishi. Ya sheria nambari 2 ya 2011 usimamizi na uendeshaji wa masuala yote ya utumishi. Sheria hiyo ndiyo sheria mama au principal act, bila kujali kwamba taasisi hizo zinazo sheria nyingine za kuanzishwa kwake. Ndio ile nukta nilizungumzia Mmekwambia zile sheria zina support, lakini kwa vyote itakavyokuwa hizo sheria zisikinzane. Kama kuna kwa kifungu chochote kinakinzana na hii sheria ya utumishi, basi inakuwa ni null and void. Kwa upande wake mwanasheria wa ofisi ya Rais TAMISEMI Fidelis Maurusi Mhalikilicha
Amesema ni miongoni mwa mambo ya msingi kwa watumishi wa umma ni kutunza siri na kutumia vyema vifaa na rasilimali za serikali. Ikiwa kwa mfano kama mimi mwanasheria nimekaa sehemu nazungumzia majukumu yangu ama majukumu ya taasisi yangu nikiwa kijiweni, hata kama hayatakuwa na madhara kwa wakati ule, lakini kama mtumishi wa umma ile inakuwa ni siri, kwa sababu mimi sitakiwi kutoa ile siri kwenye umma. Na mtazamaji, hivi sasa tunahitimisha kapu la habari kitaifa, tukiendelea kusalia huko huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu. Kamishna wa polisi Zanzibar CP Kombo Khamis Kombo anataka askari wa jeshi la polisi kutumia maarifa wanayopata vyuoni kukabiliana na matukio ya uvunjifu wa amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu, ili uchaguzi huo ufanyike kwa utulivu, salama na amani. Taarifa zaidi na Saad Suleiman. Akifunga mafunzo ya uongozi mdogo ngazi ya sergeant kozi nambari 2 2024 mkwaju 2025 katika chuo cha polisi Zanzibar, CP Kombo Khamisi Kombo amewahimiza askari hao kutumia mafunzo waliopata kukabiliana na uhalifu na wahalifu. Kumbukeni kwamba nafasi hii ya uongozi inahitaji nidhamu, haki, weledi na uadilifu katika kila hatua mnayochukua. Ninawasihi muendelee kupambana na rushwa kwa nguvu zote, vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na watoto, dawa za kulevya, ajali za barabarani, kuheshimu haki za binadamu, kuacha tabia ya kutoa lugha chafu za kejeli, kuacha tabia ya ucheleweshaji upelelezi wa kesi na kuacha tabia ya kubambikiza watu kesi kwa kila hatua wakati wa kutekeleza majukumu yenu ya kulinda maisha ya watu na mali zao. Akitoa tathmini ya mafunzo, mkuu wa chuo cha polisi Zanzibar, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Moses Nekemi Afundi amesema mafunzo hayo yaliyohusisha askari wanafunzi 1013 kutoka mikoa yote ya Tanzania yatapelekea askari kufanya kazi kwa kiwango kinachokubalika. Pia mafunzo kwa wahitimu hawa yameendeshwa kwa uadilifu na ustadi mkubwa. Hivyo wahitimu wanaotunikiwa vyeti vya kuhitimisha mafunzo ya cheo cha sergeant siku ya leo wameiva na wameelimika vya kutosha juu ya masuala yanayohusu utendaji wa kazi za polisi kwa kada yao. Nina imani kwamba wahitimu hao wako tayari kufanya kazi kwa kiwango kinachokubalika na kuwa viongozi bora katika jeshi la polisi Tanzania, ukizingatia mafunzo haya yamethibitishwa kwa muda mwafaka, yamehitimishwa kwa muda mwafaka, ambapo serikali yetu ipo katika mchakato wa maandalizi ya uchaguzi mkuu 2025 unaotarajiwa kufanyika Oktoba 2025. Akisoma risala ya wanafunzi, Koplo Peter Paul Mwakabenga wameahidi kuyafanyia kazi masomo waliyopata katika kulitumikia taifa. Afande mgeni rasmi, tunapenda kumshukuru afande mkuu wa jeshi letu la polisi Camillus Mongoso Wambura kwa kutuamini na kuwa tunastahili bila kusita, akatupendekeza kuja kusomea cheo hiki. Nasi kama wapiganaji tulioko chini yake tunatoa ahadi yetu kwake kuwa hatutamwangusha. Tutazingatia yale yote ambayo tumefundishwa na kuyaishi, huku tukizingatia maelekezo na kuyafanyia kazi kama asili ya SO. Naam, shukrani sana Saad Suleiman kwa masimulizi ya taarifa hiyo. Na hivi sasa mtazamaji, ndio mwisho kapu la habari kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea nitakujuza tutakuwa na nani katika habari za kimataifa. Usibonyeze kitufe. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, shukrani sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nami, na kwa wewe mwenye nami hivi sasa. Kipindi hewani ni kapu la habari, na hivi sasa ni wasaa wa habari za kimataifa kama zilivyonayo akhi Saad Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema visa vya maambukizi ya Ebola nchini Uganda vimeongezeka kutoka watu 10 hadi 12, huku ukitajwa uwezekano kwamba watu wawili waliokufa mwanzoni mwa mwezi uliopita walikuwa na ugonjwa huo. Uganda ilitangaza mnamo mwezi Januari mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya kutoka Sudani ambavyo vinaambukiza kwa kasi na kusababisha homa kali inayosababisha kifo. Muhanga wa hivi karibuni kabisa wa mlipuko huo alitangazwa na WHO siku ya Jumamosi. Alikuwa ni mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 4 aliyefariki wiki iliyopita katika hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Mulago. Kwingineko, maelfu ya wakazi mashariki mwa Australia wameamriwa kuondoka kwenye nyumba zao kutokana na kitisho cha kimbunga Alfred kinachotarajiwa kuwasili siku ya Jumamosi baada ya kuyapiga majimbo mawili ya pwani ya nchi hiyo. Kimbunga hicho kinachosafiri kwa kasi ya kilomita 100 kwa saa tayari kimeleta balaa kwenye majimbo ya Queensland na New South Wales. Usiku wa kuamkia Ijumaa, usambazaji wa umeme umetatizika, fukwe zimechimbuliwa kwa wingi wa maji na viwanja vya ndege vimefungwa. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imesema kimbunga Alfred kinachoambatana na mvua kubwa kitakuwa na kasi kubwa zaidi kitakapowasili mji wa kaskazini wa Brisbane ambao ndio watatu kwa wingi wa watu nchini Australia. Waziri Mkuu wa Australia Anton amewataka raia wa nchi hiyo kwa makini na kuepuka kufanya matembezi ya kitalii au kutaka kwenda kujionea hali inavyokuwa wakati wa kimbunga. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Vikosi vya Urusi vimefanya mashambulizi mapya ya droni kwenye mji wa mwambao wa bahari Nyeusi ya Odessa usiku wa kuamkia Ijumaa na kuharibu miundombinu ya nishati na kusababisha moto. Haya yameelezwa na gavana wa mji huo Oleg Kiper kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram. Amesema kwenye viunga nje kidogo ya mji wa Odessa, nyumba 3 za watu binafsi zimewaka moto na miundombinu ya umeme imeharibiwa. Mashambulizi ya droni za Urusi yameutikisa mji huo karibu kila siku ndani ya wiki hii, ambapo siku ya Jumatano usiku watu 2 walijeruhiwa huku mtu mmoja alikufa siku ya Jumanne baada ya kuangukiwa na mabaki ya makombora. Uharibifu wa vituo vya kufua na kusambaza umeme umepelekea kukosekana nishati hiyo muhimu pamoja na huduma za maji au vipasha joto majumbani. Saad Suleiman, Mahasin TV. Na shukrani sana Saad Suleiman kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji, kabla sitahitimisha, tupate miongoni mwa yale niliyokuwasilishia siku hii ya leo. Waziri Mkuu ausisitiza uongozi TET kuongeza wigo kuimarisha upatikanaji wa vitabu. TIPSO ya waandaa walimu kuelekea mashindano ya kuhifadhi Qur'ani kwa wanafunzi wa shule za msingi Machi 23 mwaka huu. Na katika habari za kimataifa, WHO yaripoti ongezeko la maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini Uganda. Na mtazamaji, na kufikia hapo mimi nakuwa sina la ziada, na siku na wakati mwingine kama huu ulikuwa nami Abdurrahim Salum Japan nikuletea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa tulikuwa naye al-akhi Saad Suleiman. Nikutakie utazamaji wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Je, wajua kuwa mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni yametimiza miaka 25? Ni robo karne hiyo baba. Al-Hikma Foundation tunakuletea washiriki kutoka mabara yote. Ni tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka huu 2025, tukutane kwa Mkapa. Qur'an ima ikunyanyue au ikubwage. Twendeni ikatunyanyue. Mashindano haya yamedhaminiwa na